Ujaona umeoa au umeolewa, kuna wakati unamkumbuka mtu ambaye ulishakuwa na mahusiano naye nyuma, lakini uishi naye, lakini mlishaachana. Haleluya. Manake Mungu anakuonyesha mahusiano hayo yapo katika roho. Ndio maana kuna wakati unamkumbuka. Kama kuna wakati unamkumbuka, manake upo mlango wa kiroho. Haleluya. Na kama upo mlango wa kiroho, hatari na kuna uhatarishi wa hii ndoa ambayo saizi upo nayo kuvunjika, kutokuwa na amani, kuifurahia ndoa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hii ipo pande zote. Ipo pande zote, na maanisha pande zote, na maanisha kitu gani? Haleluya. Kuna yule ambaye anakuwa na mume wake, inafika mume wake anakufa. Haleluya. Biblia ipo wazi kabisa juu ya lile agano, linakuwa unaruhusiwa kuolewa au unaruhusiwa kuoa kama mke amekufa. Haleluya. Au mume amekufa. Haleluya. Lakini kuna watu wanakuwa wanapata shida. Wanapata shida eneo lipi? Imefika yule mume alishakufa au mke alishakufa, ameolewa, lakini katika kuolewa bado kumbukumbu za mume wake au za mke wake zinamjia. Haleluya. Sio kumbukumbu tu, manake upo mlango na yapo mahusiano katika roho yanatenda kazi. Kwa hiyo pasipo msaada wa kiroho kupata kuingia maombi na kukata huo muunganiko, manake ndani ya hiyo ndoa moja wanakuwepo wanaume wawili, au ndani ya hiyo ndoa moja wanakuwepo wake wawili. Yupo ambaye una mahusiano naye kwa jinsi ya mwili, lakini yupo ambaye una mahusiano naye kwa jinsi ya roho. Muunganiko na ule mlango bado upo. Kama muunganiko na ule mlango bado upo, haleluya, manake kuna baadhi ya vitu kwenye hiyo ndoa vinakuwa vinapunguzwa kwa sababu upo muunganiko mwingine. Haleluya. Na huu muunganiko mwingine unaweza ukapelekea hiyo ndoa kuvunjika, hiyo ndoa kuto kuifurahia, kwa sababu upo mlango tayari wa mtu mwingine. Haleluya. Mtu mlishaachana miaka mingi, au aidha alishafariki hata kufariki, lakini bado kumbukumbu zipo, manake bado mahusiano yapo.